Mimma ladayhim farihun, kila vikundi wanafurahia ile vikundi yao na jamii yao, vile kila mtu anasapoti mtu wake, na kumbe wote wamepotea, na kila mtu anajidai yuko katika haki, kumbe wote wamepotea. Kama yule mwanafunzi aliingia darasani, mwalimu akamuuliza kama umru, yaani kuonyesha kwamba kuna watu wamesimama katika msimamo wakijua wako katika haki, kumbe wamepotea wakifuata njia ya shetani. Yule mwanafunzi alipoingia darasani, mwalimu akamuuliza kama umru, una umri ya miaka mingapi? Yule mwanafunzi akajibu akasema 10 sanawati, nina miaka 10. Basi mwalimu akamuuliza tena akamwambia kabla 10 sanawati ni kama umruka, akaambia kabla hujafikisha miaka 10 ulikuwa na miaka mingapi? Ilikuwa nafaa aseme nini? Ilikuwa nafaa aseme nilikuwa na miaka 9 kabla sijafikisha miaka 10. Lakini akasema 10 sanawati, akarudia pia ilikuwa na miaka 10. Mwalimu akashangaa, akaambia inakuwaje saa hii uko na miaka 10 na kabla hujafikisha miaka 10 pia ulikuwa na miaka 10? Akasema ana la ughayyiru kalami, mimi sibadilishi maneno, mimi nikisema kitu ni hiyo hiyo, mimi ni mtu wa msimamo baba. Sasa wewe kuwa msimamo, mwalimu akamwambia wewe kuwa na msimamo katika ukweli, sio kuwa na msimamo katika uongo. Wewe ulikuwa unafaa useme nilikuwa na miaka 9 kabla sijafikisha miaka 10. Kwa hiyo mambo kama haya pia imetupata sisi. Kwa maashara almuslimin, tuishini kama ndugu na tuishi kama Waislamu moja, kwa sababu tumeishi miaka mingi hii dunia. Hii dunia aloishi miaka 20, 30, 10, wewe mkifikisha miaka 40 basi umeishi miaka mingi. Kuondoka duniani ndani ya sekunde moja peke yake. Sisi wote kuondoka duniani ndani ya sekunde moja tumetoka duniani. Tukifika mbele ya Mwenyezi Mungu tutaulizwa umefanya kazi gani? Kwa haya yanayoendelea haifichiki katika macho yetu, mambo inayoendelea katika mji wetu. Leo tukikuja mbele ya Mwenyezi Mungu, wallahi sisi wote tutaulizwa. Yule ambaye kwamba amesema amekaa kando akasema mimi sina haja na hii mambo, ataulizwa umekataza? Kwa sababu sifa yetu ni ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sisi sifa yetu ni kukatazana maovu na kuamrishana mema. Wewe ambaye kwamba umekaa kando ukasema mimi sitaki kuhusika na hii vitu na hii sarakasi, na ukajiweka kando unafanya ibada yako, pia utaulizwa. Wewe unaendesha hii mambo, utaulizwa. Yule ambaye kwamba ana support ataulizwa. Majibu yako kwa Mwenyezi Mungu, jiandae. Kila mtu angalie rafiki yake ni nani. Almaru ala dini khalili, usisukumwe na mtu kuingizwa katika mambo ya batili yenye haifai. Wewe fanya yako. Faman absara fali nafsi, Mwenyezi Mungu anasema atakayeona njia ya uongofu na akafuata, amefuata njia ya uongofu kwa nafsi yake. Waman tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi, atakayetakaza nafsi yake na kufanya ibada, anafanya ibada kwa nafsi yake. Waman shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, atakayemshukuru Mwenyezi Mungu akanyanyua mkono akasema alhamdulillah, huwa ameshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafsi yake, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Waman yabkhal fa inna ma yabkhulu ala nafsi, na yule ambaye kwamba atakayefanya ubakhili basi huwa amefanya ubakhili kwa ajili ya nafsi yake. Faman nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi, na atakayevunja ahadi kati yake na Mwenyezi Mungu, yeye ndo amevunja ahadi yake kati yake yeye Mwenyezi Mungu, sio kwa mtu mwingine. Ahadi ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni kumwabudu wala sio kumshirikisha. Maashara muslimin, nikimalizia, tukienda kucheza na hii dini ya Uislamu na tukaendesha namna tunavyotaka sisi, wala sio namna anavyotaka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatuondoa sisi wote hapa na alete watu wengine na wasikue kama sisi. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, wa in tatawallaw, mkileta goigoi na kuja kucheza na dini ya Mwenyezi Mungu na mkapeleka kwa fikra zenu na akili zenu, yastabdil qauman ghayrakum, tutawaondoa, tutawafagia, tulete kwa watu wengine. Thumma la yakunu amthalakum, kisha wasikue kama nyinyi.
kisha wasikwe kama nyinyi, wakuje wafanye na kuendesha dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Maashara muslimin, tunataka wazee wetu watuonyeshe mfano mzuri ambao kwamba kwa hawa watoto wanaokuja wakuje wafanye, waseme hata sisi walikuwa wazee wetu wanafanya hivi, wanashikana na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sisi tushikane. Sasa ukikaa na mzee yote mwenye ako zaidi ya miaka 70 atakuhadithia na kuambia zamani mwenye anaenda shamba kulima na mwenye amebaki nyumbani, ikifika wakati ya kuvuna wote wanapata mahindi sawa sawa, kwa sababu watu walikuwa wanapendana. Wewe umelima shamba, saa ile shamba yako umefika wakati ya kuvuna, basi majirani zako wote wanachukua gunia wanaenda kuvuna. Mapenzi kama hayo iko wapi leo? Hiyo maneno kama hayo sisi hatujui, hatujafika wakati hiyo, hatujazaliwa, lakini wanaotuelezea ni hawa wazee wetu ambao kwamba ni wako mbele yetu. Tunatakiwa watuonyeshe mfano mzuri ya kutupeleka sisi mbele na kuachia hii dini mahali mzuri, watu waweze kushikana. Leo nikimalizia, leo kuna mtu atasimama atasema mimi siwezi zika mtu fulani kwa sababu anatoka kwa msingi yeyote, iwe ni ukabila au ya jamii au rangi au nani. Amesahau Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haki ya Muislamu kwa Muislamu ni 5, katika riwaya nyingine akasema ni 6. Tuchukue tu moja peke yake, akasema itiba'ul janaza. Katika haki ya Muislamu kwa Muislamu ni lazima ufanyie, sio hiari yako, ni kwenda kumzika. Leo mtu paka anatamka maneno kama hayo, afadhali ufiche katika moyo wako, ibaki wewe pamoja na Mungu wako. Afadhali usitamke maneno kama, ni hatari. Kwa sababu unapotamka hivyo umehatarisha, uko na hatari zaidi ya 3. Ya kwanza, umemnyima huyu Muislamu haki yake, kwa sababu haki yake kwenda kumzika tayari wewe umenyima yeye. Ya pili, wewe unaosema uwezi zika mtu fulani, unajuaje kama yeye ndio atakuzika? Ama ushamwandikishana mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba huyu ndio atakufa mbele? Hakuna anayejua, huyu atatangulia, huyu akakati, huyu amisha, anayejua ni Mungu peke yake. Wewe unaosema uwezi mzika yeye, labda yeye ndio atakuzika. Wewe umesema uwezi mzika yeye, labda ile jembe inayochimba kaburi yako inatolewa kwa nyumba yake. Hatari ya 3, huyu atakuwa yuko katika hatari ya kukanusha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema haki ya Muislamu kwa Muislamu ni 5: kurudisha salamu akiwa mgonjwa, kwenda kumtembelea na kufuata janaza. Kwa maashara muslimin, tuishini kwa amani na kupendana, na tuweke tofauti zetu nyuma ili tuweze kusonga mbele kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Tukasema kwamba tusameane sisi wote. Walladhina yunfikuna fi sarai wadharin, ndio sifa mzuri Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'ani. Wale wanaotoa sadaka kwa siri na kwa wazi, walkadhimina alghaidha, wanaoficha hasira. Tuficheni hasira zetu, usidhihirishe. Sasa ile umekasirika, fanya subra, kwa sababu katika hii aya Mwenyezi Mungu mwisho akasema wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Fanyeni subra, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Walkadhimina alghaidha, wanaoficha hasira, tufiche hasira zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mtu, niusie, nipe wasia, akasema la takata, kusikasirike. Akaambia niusie tena.